Vyombo vya habari vya serikali ya Korea Kaskazini vilionyesha picha za kuhuzunisha siku ya Jumatatu zikimuonesha kiongozi Kim Jong-un akiwaaga wanajeshi waliouawa walipokuwa wakipigana upande wa Urusi katika vita dhidi ya Ukraine. Tukio hilo limekuja wakati mataifa hayo mawili yakiadhimisha mwaka mmoja tangu kutiwa saini kwa mkataba wa kihistoria wa kijeshi baina yao. Katika mfululizo wa picha zilizotangazwa na kuonyeshwa kwenye skrini kubwa wakati wa onesho la gara lililofanyika Pyongyang Jumapili Juni 29, Kim alionekana akisimama mbele ya majeneza 6 yaliyopangwa kwa mstari. Alikuwa akiyafunika kwa uangalifu kwa bendera za taifa la Korea Kaskazini, kisha akiyagusa kwa mikono miwili kwa heshima kabla ya kutulia kwa muda, ishara ya majonzi na heshima kuu kwa waliopoteza maisha. Picha hizo zilifuatwa na video za wanajeshi wa Korea Kaskazini na Urusi wakipeperusha bendera zao huku wakipiga saluti na kuimba nyimbo za kizalendo zilizoandikwa kwa lugha ya Kikorea. Katika tukio hilo la kihistoria, Kim alionekana akiwa na majonzi mazito, machozi yakimlenga, huku baadhi ya watu walikuwepo ukumbini wakifuta machozi kwa huzuni. Tukio hili la kisanii lilihudhuriwa na wasanii kutoka Korea Kaskazini na Urusi na lilihusisha maigizo, muziki na video zilizoeleza uhusiano wa kindugu unaozidi kuimarika kati ya mataifa hayo mawili. Pia ilikuwa ni ishara ya kuonyesha mshikamano wa kijeshi, kisiasa na kihistoria uliodhibitiwa kupitia mkataba wa kijeshi uliojadiliwa mwaka jana, ambao unaruhusu msaada wa kijeshi wa moja kwa moja iwapo mojawapo ya nchi hizo zitashambuliwa. Ingawa Korea Kaskazini hajathibitisha rasmi kuwa imepeleka wanajeshi kupigana kwa upande wa Urusi nchini Ukraine, picha hizi mpya zinatoa dalili kwamba raia wa Korea Kaskazini na huenda wanajeshi wake rasmi wamehusika katika uwanja wa vita. Wachambuzi wa kimataifa wanaona tukio hili kama hatua nyingine ya wazi ya Pyongyang kuonesha uungwaji mkono wake kwa Urusi, huku ikiendelea kukabiliana na vikwazo vya kimataifa na kujitenga na mataifa ya Maghreb. Tukio hili linakuja katika kipindi ambapo ushirikiano wa kijeshi kati ya Urusi na Korea Kaskazini umefikia kiwango kipya, ikiwa ni pamoja na kuripotiwa kwa usafirishaji wa silaha kutoka Pyongyang kwenda Moscow na kurudishwa kwa teknolojia au msaada wa kijeshi wa Korea Kaskazini. Katika maoni mafupi yaliyotolewa kwa shirika la habari la serikali, na Kim alieleza kuwa damu ya mashujaa hawa haitasahaulika. Wameonyesha roho ya mapambano ya kimataifa dhidi ya ubeberu na utawala wa Maghreb. Wachambuzi wa kijasusi na wa kijeshi kutoka Maghreb wanachukulia tukio hilo kama onyo la kuongezeka kwa ushirikiano wa kijeshi kati ya mataifa hayo mawili yenye uhusiano, huku akihofia kuwa huenda hatua hiyo ikasababisha mabadiliko makubwa katika mizani ya usalama wa kimataifa. Hadi sasa Urusi haijatoa tamko rasmi kuhusu tukio hilo wala kuthibitisha idadi ya raia wa Korea Kaskazini waliopoteza maisha katika vita dhidi ya Ukraine. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.